Dr. Chris Mauki hapa, na naomba leo nikupe dozi. Kama unatamani kuwa kiongozi au wewe ni kiongozi, iwe ni shuleni, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye kanisa, msikiti, chama, bunge, yoyote ambayo uko kwenye position ya uongozi, kuna vitu vichache natamani nikusaidie. Iwe unaongoza sasa au unatamani kuja kuwa kiongozi, kati ya vitu vinavyowafelisha viongozi wa aina yoyote ni uwezo wao na nafasi yao ya kusimama katika ethics, maadili. Natamani nikupe maadili machache ya yoyote anayetamani kuwa kiongozi au aliye kiongozi. Ukiweza kuyafuata haya, yatabadilisha maisha yako. Maadili namba 1, na bahati mbaya au nzuri, maadili haya hayafundishwi shuleni. Maadili haya hayafundishwi mara nyingi kwenye zile tasnia za kuwafundisha viongozi, lakini unayahitaji sana. Wewe ni meneja, mkurugenzi, supervisor kazini, haya yatakusaidia. Maadili namba 1 kwa Kiingereza tunaita the value of faithfulness. Hakikisha hulaumiwi na mtu yoyote kuhusu uaminifu. Hakikisha hunyoshewi kidole na mtu yoyote kuhusu uaminifu. Hakikisha uaminifu hauwi tu maneno yako, bali unakuwa matendo yako. Kwenye giza na kwenye mwanga, hakikisha unakuwa mwaminifu, sio tu mbele za watu, hata watu wasipokuwepo. Value of faithfulness. Maadili namba 2 yanaitwa value of integrity. Uadilifu. 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 Mambo maovu yasitajwe kwako. Rushwa na husuda visitajwe kwako. Mabaya ya aina yoyote, yawezekana hayahusiani wala na fedha, tukasema wewe sio mwaminifu. Kwenye pesa wewe ni mwaminifu kabisa. Lakini tabia nyingine zozote zinazoendana na nafasi yako ya uongozi, kuwa kioo, epukana nazo. Kuwa kiongozi mwadilifu, ukifahamu kabisa kwamba nafasi yako sio ya milele. Kuna nyakati utakuwa haupo. Utaishi vipi kama ulishindwa kuwa mwadilifu ulivyokuwa hapo? Value namba 3 inaitwa the value of self control. Jifunze na jiweze. Jimudu na umudu tabia zako. Mudu maneno yako. Usiongee ambacho ukupaswa kuongea. Mudu hisia zako. Kama una hasira, zimudu hasira zako. Siwezi kumwambia ziache nyumbani, kwa hata kule nyumbani unatakiwa kuzimudu vile vile. Usiruhusu hisia zako zikuteke na zikuchukue mateka, kufanya watu waumizwe na walaumu kuhusu wewe. Inawezekana unapenda sana kula chakula, kwa mfano, ni jambo jema, lakini unapokuwa kiongozi, kuwa kioo unapoonekana nyakati ambazo zina chakula. Usiwe kiongozi ambaye kukiwa kuna kinywaji kwenye sherehe unashindwa kujimudu kabisa, unakunywa kuliko watu wengine. Kuwa na staha, kuwa na kiasi, kuwa na kitu inaita self regulation, self control, itakusaidia wewe kiongozi. Usiwe kiongozi ambaye unaonekana kabisa unasarandia wadada, kunatongoza kila mtu ambaye yuko chini yako, kwa sababu wewe ni kiongozi, na kuwaonyesha kwamba una nafasi ya kuwaajiri au kuwafukuza au kuwapunguzia au kuwaathiri fursa zao ili tu wakupe miili yao. Kiongozi hapaswi kuwa hivyo. Self control, manage maneno yako, manage tabia yako, manage hisia zako, itakusaidia sana. Value namba 4 inaitwa the value of responsible communication. Kama we ni kiongozi au unatamani kuwa kiongozi, hakikisha unatengeneza ujuzi wa hali ya juu wa namna ya kuwasiliana. Kuwa msikivu kiongozi. Usisikilize ili kujibu, sikiliza ili kuelewa. Jifunze kuongea kama a confident speaker. Acha uoga, acha uoga, acha kutokuwa na ujasiri. Ongea ukiamini maneno yako na simamia maneno yako. Jifunze kutoa feedback kama kiongozi. Jifunze kutoa mrejesho hata kama haujaulizwa. Toa mrejesho. Mrejesho sio lazima uulizwe, lakini vile vile fahamu mwili wako na ulivyo. Unatoa maongezi hata kama hujasema mdomoni kwako.
Elewa mambo yanayohusu non-verbal communication, unavyovaa, unavyotazama, sura yako, impression yako, rangi unazochagua, unavyoapia mbele za watu, yote ni non-verbal communication. Kuwa a smart communicator. Kama wewe ni kiongozi, uongozi wako utakuwa na thamani kubwa. Na value ya mwisho inaitwa the value of humility. Haijalishi umefanikiwa kiasi gani kama kiongozi, haijalishi umeshinda vita kiasi gani kama kiongozi, haijalishi umetengeneza faida kiasi gani kwenye kampuni na umefanya mabadiliko kiasi gani ya watu katika jimbo lako au katika mambo unayofanya, haijalishi watu wanakusifia kiasi gani, be humble. Kuwa mtu humble, kuwa mtu mnyenyekevu, meekness, kuwa mtu wa kushuka. Usiwe mtu wa kujionyesha na kusema sana kuhusu wewe mwenyewe. Usiwe mtu wa kujipromote na kuwa na pride, kiburi cha uzima. Watu walio humble huenda juu sana, na maandiko yanasema Mungu huwapinga wenye kiburi na anawapa wanyenyekevu rehema. Kuwa mtu wa kushuka, kuwa mtu wa chini. Knowledge yako na matendo yako ya kutambulishe, lakini usiwe mtu wa kujitangaza. Debe tupu aliachi kuvuma. Acha kujizungumzia sana na kujionyesha sana. Unajua, ulikuwa hapa, unafahamu, unaelewa, unaela. Hapana, kuwa humble. Kama vile watu hawakujui, lakini matendo yako wanayaona. Kama vile watu hawakuelewi, lakini matokeo yako yanaweza kukuonyesha. Usiwe mtu wa matukio, uwe mtu wa matokeo. Naitwa Dr. Chris Mauki. Ukifuata mambo nayoongea yanaweza kubadilisha maisha yako. Don't you miss. Video ziko nyingi sana. Click moja alafu utambae nayo. Dr. Chris Mauki.